Kwanza tunashukuru kwa kupata alama hizi 3. Ni muhimu kuelekea mbio hizi za kutetea ubingwa wetu, lakini ulikuwa ni mchezo mgumu. Wenzetu Fountain Gate wamepata muda wa kutosha wa kupumzika, kujiandaa. Kama mnavyojua sisi tumetoka Algeria, safari ndefu, hatukuwa na muda mwingi wa kujiandaa, hatukuwa na muda wa kutosha wa kupumzika, lakini uzoefu na kutambua majukumu yao wachezaji wetu imetusaidia kuamua kupata alama 3 za mchezo wa leo. Kwa ni alama muhimu kuelekea safari yetu ya mwisho wa msimu huu katika kutetea ubingwa huu. Ni furaha kiasi gani kuona timu inapata ushindi mfululizo? Umetoka kwenye michuano ya kimataifa, yote mmeenda na mwanzo mzuri, lakini narejea tena kwenye ligi kuu mkiingia tena kwa ushindi wa mchezo wa kwanza. Lengo ni kuhakikisha kila mchezo tunashinda, ndio malengo yetu msimu huu. Kwa hiyo hili ni muendelezo wa yale ambayo tumejiwekea kama klabu ya Young Africans, kuhakikisha alama 3 ndio piganio letu la kwanza, na matokeo mengine yatakuwa ni kwa sababu ya mchezo, lakini 3 ndo tunazozitafuta. Tunaelekea ukingoni, kuelekea kwenye dirisha dogo. Wana Yanga maoni yao yamekuwa mengi zaidi, pengine kikosi kimekuwa bora, lakini wanahitaji pengine kuboreshwa zaidi. Nyinyi kama viongozi, kuna lolote ambalo mmelipanga na mnalifikiria? Mwalimu ni mpya, nadhani kama sijakosea, labda huu ni mchezo wake wa 4 nadhani au wa 5. Kama kumbukumbu zangu ziko sawa. Hana zaidi ya miezi 2 ndani ya Tanzania, hana zaidi ya miezi 2 na timu. Bado anaendelea kuangalia maeneo yepi kama yapo, na je tena kama yapo ya kuboresha, lakini kwa jezi nyeusi ya Champions League kama kawaida kama kawa vizuri sana. Niko kama Duke Abuye kama Duke Abuye. Unajua Duke Abuye anatoa pasi zile za space za kususia kabisa, zile anakususia pa, alafu mtu ushindwe mwenyewe kama ni kufunga ama kutoa nje utabaki wewe. Lakini Duke Abuye ana mbambamba Swahili wanasema. Lakini hata hivyo Duke Abuye si Kenya tuna hapa tumwatenganisha mlima Kilimanjaro, anaweza kuja kuwa kesho ni kwamba ni mdengeleko. Yeye Duke Abuye ana asili ya kindengeleko na anaweza kuwa mchezaji wetu wakati wote wa Tanzania. Kwa sababu anastahili, ana sifa zote, mpole, kila kitu kipo vizuri. Kwani tusimpe uraia? Huyo ndio Duke Abuye sifa yake. Pacome huko ndo usiseme. Mimi Pacome ukinipa mlima Kilimanjaro na Pacome, nachagua Pacome. Pacome ana thamani kubwa sana baba. Ana thamani kubwa sana. Ujue Pacome labda mtu akuchukulia labda akupe twiga 3 ndio unaweza kumwachia Pacome. Kwa sababu ni mtu ambaye ametulia na anafanya vitu vizuri. Kocha ametulia. Yanga hii watu wanasemaga hatuchezi vizuri, kwa watu wanakula 2, wanakula 3, wanakula 1, wanakula 4. Je, siku tukicheza vizuri si mtu anaweza kupigwa kijiji? Kwa Yanga icheze vizuri. Kuna watu wanaweza kusema Yanga icheze vizuri, lakini wakija kukumbuka klabu bingwa wanabaki wametulia kimya. Na ndio maana leo tumekuja na jezi za klabu bingwa, ni kwa sababu kwamba bado tuna kumbukumbu ya klabu bingwa. Na kuna watu washai kusema kwamba kama huna uhakika kwenda mbele usitengeneze jezi za klabu bingwa, lakini sisi tuna uhakika kwenda mbele, ndio maana tumetengeneza jezi za klabu bingwa. Yani tunalinga. Sio tuambie kitu kimoja. Sisi malengo yetu na focus yetu kuhakikisha klabu bingwa tunashika nafasi ya kwanza. Sasa hivi tunashika nafasi ya pili, tumezidiwa kimagoli. Tunahakikisha tunashika nafasi ya kwanza. Ukiachana ligi kuu ya NBC, sisi sasa hivi hatuna mpinzani yote ambaye anaweza kutusumbua kichwa. Sisi focus yetu, malengo yetu kuhakikisha, mnaelewa, ule ukubwa unaongezeka, kwa sababu sisi tumeambiwa tuko kwenye kundi la ukubwa. Sasa nataka tuonyeshe na tuishie umma kwamba sisi ni wakubwa. Mpaka sasa hivi hatujapoteza mchezo wote. Nyumbani tumeshinda, ugenini tumesare, ni sasa tumepata pointi 3. Mnaelewa? Lakini ndio kwa wote labda nawahakikishie umma, mashabiki wa Yanga wazidi kujitoa, kwa sababu Tanzania timu moja tu. Yanga Africans ndio timu ambayo ndio timu na kazia kwa mwanangu hapa. Ni kwamba Yanga Afrika katika group lake ni timu ambayo haijaruhusu goli hata moja. Tuna clean sheet, yana na clean sheet za klabu bingwa. Lakini wengine tunawaona hapa nyumbani wametutia aibu, lakini sisi ndo tunawabeba watu wengine. Tusikitike kwa sababu tusikitike kidogo. Kuna watu wanasema leo mmecheza na timu dhaifu bwana. Sawa. Hivyo katika ligi hii nani ambaye yuko vizuri? Hebu nitafutieni nyinyi katika ligi hii nani yupo vizuri ambaye sisi hatujai kumfunga duniani katika ligi ya Tanzania. Naomba nimjibu swali lake. Naomba nimjibu swali lake. Iko hivi, sisi kutokana na ubora wetu wa kimataifa, sawa, lazima timu yote ikicheza na sisi tuonekana dhaifu. Kwa nini? Tuna wachezaji international, tuna wachezaji ambao wanajitoa, tuna wachezaji quality player. Mnaelewa? Kama si mashabiki tulivyotuona mashabiki wa Yanga, ukiona sisi tulivyo tuko quality, tunaongea uhalisia, tunalijua body na tuko kwa ajili ya Yanga. Kwa hiyo akisema tumecheza na timu dhaifu, acha ongea, kwa sababu mfamaji siku zote haishi kutapatapa. Uficho mume leo Dube mmemtafuta goli la kutenga wanasema. Goli la kombolela Butoko. Umeiona penalty
penalty ya Dube ilipigwa mwaka 2002 na mtu mmoja na wa Italiani, mtoto mmoja jina limenitoka. Ile penalty kama unataka kuifata basi unaweza kuvunjika nyonga. Ile penalty aliyopiga Dube sijawahi kuona katika hata klabu bingwa imepigwa penalty kama ile. Ni penalty ambayo ukiangalia kwenye TV utaona wewe, maana hujaliplay. Ukiangalia unaona ule mguu kama unataka kuvunjika, kumbe penalty ndio inaingia huko. Ile penalty aliyopiga Dube sijawahi kuona katika klabu bingwa. Acha ligi yetu, klabu bingwa sijawahi kuiona. Ile penalty ni hali ya juu sana. Dube mwacheni awe Dube. Hakuna mtu ambaye kama Dube katika ligi ya Tanzania. Kwa penalty magoli ya kutenga. Ile penalty haijawahi kutokea. Mimi naomba itoke penalty nyingine tumpe Dube. Tushapata mpigaji penalty. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu mkubwa. Tumepata mpigaji penalty. Wanasema goli la Kombolela. Liwe hata goli la Mama Kimbo sio la Kombolela. Sisi tumeshinda. Sisi tumeshinda. Iko hivi, naomba nisikie kitu kimoja. So unasema goli la Kombolela? Sawa. Sisi tutafanya vitu vinavyohitajika kufanyika ndani ya pitch yoyote, iwe Benjamini, sawa, iwe Chamanzi, iwe hapa KMC. Sisi tupo kwa ajili ya kuonyesha burudani. Wacha walopoke, wacha waongee. Ndio maana nasemaje, mfamaji Yesu utapata hapa. So unacheza leo saa moja, tutakutana saa moja, utaangalia quality wa Yanga afu uangalie game yao. Mpira ushaisha, tamthilia Kombolela inafuata saa moja. Mpira tumemaliza. Tamthilia Kombolela saa moja inafuata, nendeni mkaangalie. Au tukajificha. Sema tamthilia Kombolela ile. Saa moja nendeni mkamuone Kobis. Mechi ishaisha. Saa moja mkamuone Kobis. Ndio mtenda kumuona kule. Kola pale. Kocha mkuu na meneja sasa hivi. Kocha mkuu. Mnatuchanganya. Kocha mkuu. Unajua niliwaambiaga watu kuwa meneja anapatikana baa. Watu wakawa nabisha. Umeona sasa meneja kashaondoka. Amebaki kocha mkuu nani? Matola. Na Mgunda mmemwona leo uwanjani. Mgunda sasa ndo anaenda kuwa kocha mkuu Simba. Mgunda ndo anaenda kuwa kocha mkuu Simba. Simba Mgunda anaenda kuwa kocha, kwa sababu kuna wawili chaguo lao. Kuna yule Ahmed Ali yule ambaye ndo anatakiwa kuwa kocha mkuu, ama Mgunda. Wakimkosa yule wanamchukua Mgunda. Suni tu. Jasusi sikashatuambia. Cha kumalizia. Mgunda au Ahmed Ali anakuwa kocha mkuu Simba. Cha kumalizia. Kasema jasusi sio mimi. Story ya jasusi. Jasusi cha kumalizia. Si mwenyewe wa hovyo kwa mujibu wa media. Yupo mule, yani kama jasusi kule Simba ni kama ngozi. Huwezi kuivua ngozi. Yupo mule, aondoki mule jasusi wetu. Hapa medali kasema utamu ni mechi ya 3, utamu sio mechi ya 2. Ushasoma kitabu cha Willy Gamba? Basi kumtafuta mtu kama Willy Gamba ni kazi sana. Yanga sisi kama ni Willy Gamba ni watu hatari. Au unakuwa chambali vitabu vya Willy Gamba hujawahi kuviona. Sema nini? Labda cha kukusaidia. Iko hivi. Ukiona ndugu zetu upande wa pili, sitaki wataja jina, ni sawa sawa na kikundi cha kina mama cha Asa ambacho kila siku tukio peleke 350 75, si ndio? Ndio kama walivyo. Sisi tunaonyesha laza, wao wanaonyesha matapishi tuondoke.